Disclaimer. Okay, wapenzi wa Crypto Educator, karibuni tena katika channel mpendwa. Ni siku nyingine tena tumekutana hapa mbele yenu kwa ajili ya kuendelea kupeana mafunzo mbalimbali ambayo tunakuwa tunafundisha kwenye hii channel. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel au hujasubscribe, hakikisha unabonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele kisha neno all. Kwa kufanya hivyo utakuwa unapata notification ya kila video mpya ambayo ninaipost kwenye hii channel. Na tayari kama wewe ni subscriber, umesubscribe, usahau kulike na kucomment na kushare video hii kwa wengine ili na waweze kupata mafundisho haya. Sasa leo katika somo letu la leo tutaenda kujifunza jinsi ya kutoa pesa kutoka kwenye exchange ya Binance na kuleta huku kwenye wallet, either Trust Wallet, Token Pocket au MetaMask. Utaratibu ni ule ule, jinsi ya kutransfer, jinsi ya kutoa pesa kutoka kwenye exchange ya Binance na kuleta huku kwenye wallet yako. Kwa mfano kama mimi hapa natumia wallet ya Token Pocket. Sasa hasa mahususi special kabisa hii video ni kwa wale watu ambao wanataka kufanya uwekezaji wa mfumo wa project ile ya Bitness. Hasa wengi wanakuwa wanauliza jinsi gani naweka BNB, jinsi gani naweka USDT. Kwa hiyo taratibu ndio hiyo, jinsi gani naweka kutoa kwenye Binance kuleta kwenye wallet yangu. Kwa hiyo utaratibu wake ni huu hapa. Kwanza hakikisha baada ya kisha kufungua wallet yako uwe umeadi hizi token mbili, umeadi BNB na USDT, kwa maana import umeziweka kwenye wallet yako, zipo hapo umeziadi, umeona. Kwa hiyo zikishatokea hapo sasa huku kwako wewe zitasoma 00, umeona. Kwa mfano kama hapa mimi kuna hii na BNB kidogo na kuna USDT 0. Kwa hiyo wewe kwako itakuwa nasoma BNB 0 na USDT 0. Sasa unataka kuweka BNB na USDT, unazitoa hizo token kutoka kwenye exchange yako ambako umezinunua kwa mawakala kule kwenye exchange ya Binance. Hapa kwenye P2P labda umenunua USDT zako. Baada ya kununua, ukinunua USDT kwenye Binance, mara nyingi unanunua hapa kwenye P2P, utanunua USDT, sawa, kwa mawakala wenyewe ndo hawa hapa kama mnavyoona. Hawa ni mawakala ambao wanauza USDT, umeona. Kwa hiyo unaweza ukanunua hapa, utaona hapa sehemu ya buy, utanunua USDT, umeona, kwa kufuata utaratibu wao ambao wamekupa hapo. Na ukitaka kujifunza jinsi gani ya kununua USDT, basi kwenye hii channel yangu zipo video zinaelezea jinsi gani ya kununua USDT kutoka kwenye P2P kwa mawakala. Kwa hiyo unaweza kujifunza hapo, alafu ukaja huko. Kwa hiyo ukishanunua zile USDT zako zinakuwa sehemu hii hapa. Zitakuja kuwa kwenye funding wallet. Sawa, zitakuja kuwa kwenye nini? Kwenye funding wallet. Maana yake ukipiga hapa asset utaona USDT zako zinakuwa hapa. Kwa hiyo zikishakuwa hapa, kwa sababu umezinunua kwa wakala, utaziona zinatokea hapa. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanya wewe uzitransfer, uzitoe hapa uzilete kwenye spot wallet. Kwa hiyo utapiga transfer, utaona pale na kuandikia funding to spot. Kwa hiyo hapa itaonyesha idadi ya USDT ulizokuwa nazo, utabofya max kwa maana kwamba unazitransfer. Kwa hiyo utazitoa kutoka kwenye wallet hii, ya funding kuzileta kwenye wallet hii ya spot ili kwa ajili ya kuweza kufanya withdraw. Kwa hiyo kwa vile mimi tayari ipo hapa kwenye spot, sasa kumbuka hapa ninachotaka kutoa, nataka nitoe USDT na BNB. Nisipeleke wapi? Nisipeleke huku kwenye wallet yangu hii hapa, kwenye wallet yangu. Sasa nitakachofanya kwanza, nitakuja hapa ili nihakikishe kwanza ninazo USDT na BNB. USDT tayari zipo, BNB zipo kiasi kidogo ambacho haziwezi kutolewa huku. Kwa hiyo nitakachofanya hapa, nitabadilisha kiasi cha BNB kuzileta kwenye nini? Nitabadilisha kiasi cha USDT kuzileta kwenye BNB. Sasa nabadilisha vipi? Nakuja sehemu hii hapa iliyoandikwa trade hapo. Nikipiga namna hiyo inafunguka. Ikishafunguka namna hiyo, kwa hiyo kama unavyoona hapa juu imesoma tayari. Imesoma nini? Imesoma USDT zangu. Kwa hiyo natakiwa nizibadilishe USDT nizipeleke kwenye BNB. Hapo chini nitabadilisha, nitaweka BNB. Kwa hiyo nikishaweka BNB namna hiyo, nitaweka kiasi cha USDT ninachotaka kukibadilisha. Kwa hiyo nitaweka hapo labda $6, sawa.
Hizo ndo BNB ninazotaka kuzihamisha kutoa huku. Kwa hiyo baada hapo nitakuja kuconvert sasa, naziconvert hapa, napiga preview namna hiyo, ananiambia nitapata USDT hizo hapo. Kwa hiyo napiga, kabla hapa hizi sekunde sijaisha, napiga confirm namna hiyo, inafunguka. Ikishafunguka maana yake hapo tayari imesha convert. Kwa hiyo kama tayari imesha convert, sasa narudi hapa kwenye asset zangu. Nadhani utaweza kuona ninazo sasa hivi hapa, unaona ninazo USDT na ninazo BNB. Sasa natoa na kuja huku kwenye wallet yangu ile kwa ajili ya kucopy address. Kwa hiyo nitabofya BNB, nitaanza kutransfer BNB namna hiyo. Nikipiga na kuja hapa na copy nini, na copy address. Nitapiga hapa kwenye receive kwa ajili ya kucopy address. Nimesha copy namna hiyo, natoka hapo narudi kwenye exchange huko ya Binance kwa ajili ya kuzitoa sasa hizi BNB kuzipeleka kule kwenye wallet yangu. Kwa hiyo nitapiga BNB, itafunguka. Ikishafunguka na kuja na bofya hapa send. Nikibofya send itafunguka namna hiyo, nachagua on chain, nabofya on chain, nabofya send, alafu nakuja kuchagua hii hapa on chain withdraw. Kwa hiyo nitapiga on chain. Nikishapiga on chain na pale naenda nakandamiza pale juu, hapa juu kwa ajili ya kupaste ile address niliyoicopy kule kutoka kwenye wallet. Hapa nitachagua network, alafu hapa nitaweka kiasi cha USDT cha BNB nachotaka kuzitoa. Kwa hiyo na long press napiga paste namna hiyo, nachagua network hapa. Network inatakiwa iwe hii hapa kwa sababu zote zipo katika network ya Binance Smart Chain. Kwa hiyo napiga namna hiyo, alafu naweka max. Baada ya hapo nakuja na bofya nini, withdraw. Na bofya withdraw, neno hilo unaliona hapo. Kwa hiyo nikibofya withdraw watataka niweke kodi, sawa, nije na confirm hapo, sawa, namna hiyo. Nikisha confirm hivyo, kwa hiyo hapa natakiwa nitie code ambayo mimi hapa tayari natakiwa niweke authenticator code. Kwa hiyo natoka hapo nakuja kwenye authenticator, nafungua. We hautaona hapo, utaweza kuona kiza, umeona. Kwa hiyo itafunguka, nitatafuta kodi ya Binance na copy. Nikisha copy na kuja huku na paste namna hiyo, umeona. Kwa hiyo wataniambia hapo withdraw processing na view history. Nikisha view history hapo nasubiria process hiyo iweze kukamilika. Baada ya kukamilika hapa utaona neno wanaandika completed. Kwa hiyo nikishamaliza hiyo sasa natoka, narudi tena kuja kwenye wallet yangu kule ya ile wallet yangu, na kuja tena na copy nini, na copy address ya USDT, sawa. Unaweza ukatumia address ile ile kwa sababu network address zao zinafanana, umeona. Address hii hapa ya BNB na USDT zinafanana. Kwa hiyo unaweza ukatumia ile ile, lakini ili kuwaonyesha zaidi, kwa nitakachofanya nakuja hapa napiga USDT. Nikishapiga USDT namna hiyo, nikishapiga USDT nakuja na bofya receive. Nikibofya receive na copy address hapo, umeona zinafanana, na copy. Kwa hiyo nikisha copy natoka, narudi hapa kwenye Binance exchange yangu, sawa. Narudi hapa kwenye Binance exchange yangu namna hiyo. Nikisha kuja hapa utakuja kuona BNB itakuwa tayari imesha toka, umeona. Nikirefresh utaona itapungua hapo. Haya, nakuja napiga USDT. Nikishapiga USDT nakuja na bofya send hapa, na bofya send. Nikishabofya send nakuja on chain withdraw pale juu na long press na kandamiza ili kupaste ile address. Nachagua network ni ile ile BNB Smart Chain, naweka kiasi cha USDT nachotaka kwenda kuzituma, napiga withdraw hapa, umeona. Nachagua zote, napiga withdraw. Nikipiga withdraw namna hiyo, unaona inafunguka. Ikishafunguka namna hiyo napiga confirm, basi hapo ngoma inakuwa imeshaenda. Kwa hiyo hapo natakiwa tena niweke security verification, inter verification code. Kwa wewe hapo mwingine inaweza ikatokea mara mbili. Inaweza ikatokea labda uweke security verification ya Google Authenticator alafu ya email, umeona. Kwa hiyo utabofya Authenticator, utaenda copy code utaleta, alafu utakuja utabofya kwenye email, itaenda copy code kwenye email, utaleta, utapaste, alafu itafunguka. Lakini mimi analetea option hiyo tu
Kwa hiyo unakuja kwenye authenticator hapa kwa ajili ya kukopi nini? Kodi ya Binance. Kwa hiyo nakandamiza, kwa hapo utaona agiza, natoka na kuja hapa na paste namna hiyo, ngoma inakuwa imefanyaje? Imetoka. Kwa hiyo hapo na view withdraw history, umeona ile BNB tayari imeshaandika completed. Kwa hiyo na hii nayo ndani ya dakika 2 au dakika 1 itaandika completed. Hapo umeona naandika processing. Kwa hiyo baada hapo sasa nitatoka kwenye hii exchange yangu, tayari nimeshatuma hapo, nimeshatuma, natoka na kuja kwenye wallet yangu ya Token Pocket au Trust Wallet au MetaMask niweze kuangalia. Bila shaka utaweza kuona hapo ndani ya muda kadhaa USDT zangu zitatokea hapo. Zitatokea hapa. Ngoja kwanza hizo hapo. Umeona zimetokea USDT hizo hapo 60. Kwa hiyo hivi ndivyo namna jinsi ya kutoa USDT, ya kutuma USDT kutoka Binance kuja kwenye wallet yako yoyote. Sasa kama unataka kufanya uwekezaji kwenye mfumo huu wa Bitness, unachotakiwa kufanya ni kukopi link ambayo iko chini ya hiyo video description hapo. Utakuja sehemu hii discover. Ukishapiga discover, utakwenda pale juu kupaste ile link pale. Umeona? Utapaste ile link, ukisha paste ile link utaconnect. Kwa mfano kama hapo nikipiga hapa, umeona hii tayari nilisha connect. Sija connect hapa. Ngoja naweza nikatoka hapa, mimi naenda kuchukua linki kwenye nani yangu kule, linki kwenye WhatsApp yangu. Na nachukua linki ambayo wewe kwako hapo utaipata chini ya video description, utaipata hiyo linki. Umeona? Linki ipo hapa. Nadhani kuna mtu nilimtumia linki siku kadhaa hapo, bila shaka itakuwepo hapo. Linki siona. Ngoja tuangalie hapa. Yeye itakuwa imeshatoka. Umeona? Lakini linki ipo pale. Kwa unapiga namna hiyo na kuja kutafuta linki hapa kwenye group langu huku, natoka hapo na kuja hapo. Linki yangu mimi iko kama hivi hapa. Kwa hiyo na copy linki hiyo ambayo wewe chini ya video description utaona kama hiyo. Utakuja sehemu hii, utapaste pale juu namna hiyo. Sawa, ukisha paste unapiga hapa kwa ajili ya kuconnect na wallet yako sasa na huo mfumo namna hiyo. Napiga hapo natakiwa ni agree terms and condition, do not show again. Safi kabisa hivyo, napiga confirm. Nikipiga confirm inafunguka. Kisha funguka hapo na connect wallet na mfumo wa Bitness namna hiyo. Napiga confirm. Umeona? naweka passcode yangu namna hiyo, inakuwa tayari imeshafunguka. Kwa hiyo nikija hapa sasa nitaweza kwenye Bitness loop ambako ndo sehemu ya kufanya uwekezaji, napiga join now namna hiyo. Umeona inafunguka. Utaona $60 zangu zitasoma hapa. Zitasoma wapi? Zitasoma hapo kama hivyo unavyoziona. Kwa hiyo nachagua nataka niwekeze kwenye mkataba wa siku ngapi. Kwa mfano nikibofya max, hii pesa yote itakaa hapa. Kwa hiyo napiga max. Umeona? Nachagua kama nataka niweke kwenye siku moja, maana yake nitapata, itarudi ikiwa na faida hiyo hapo. Nikiweka kwa muda wa siku 7 itarudi ikiwa na faida hiyo hapo. Nikiweka kwa muda wa siku 14 itarudi ikiwa na faida hiyo hapo. Nikiweka kwa muda wa siku 28, umeona, itarudi ikiwa na faida hiyo hapo. Kwa baada ya hapo utabofya circulate, utaona oda yako inatokea hapo chini. Kwa hiyo hivi ndio jinsi ya kuweza kuweka pesa kwenye wallet yako ya MetaMask na kuweza kujiunga na mfumo wa Bitness na kuanza kufanya uwekezaji. Asante sana kwa kunisikiliza na watakia siku njema. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Link ya kujiunga kwenye Bitness ipo chini ya hiyo video.